Agosti tarehe 29, taifa la Tanzania lilishuhudia uchaguzi ambao ulikumbwa na machafuko mengi sana. Baadhi ya waandamanaji waliweza kupoteza maisha yao na taifa hilo likakuwa kwenye mumuliko na mataifa mageni, na nchi ya Tanzania ikaanza kulaumu baadhi ya haya mataifa mageni kwa kuchangia mchafuko katika nchi hiyo. Tanzania iliweza kuzima uwezekano mwingine wa maandamano ili asije yakatokea nchini Tanzania. Baadhi ya njia walizozichukua ni kushika wote walioshiriki kwenye maandamano ya Agosti tarehe 29, na wengi wakawekwa makosa ambayo yaliyokuwa ya uhaini. Baada Samia Suluhu kuweza kulaumiwa kwa uamuzi wake wa kushika wote waliokuwa wameshiriki katika hayo maandamano, alifika wakati wa kuwasamea wote waliokuwa wameshiriki kwenye hayo maandamano. Ninavyoelekeza vyombo vya sheria na hasa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kuangalia kiwango cha makosa yaliyofanywa na vijana wetu. Kwa wale ambao wanaonekana walifuata mkumbo na hawakudhamiria kufanya uhalifu, wawafutie makosa yao. Asante waheshimiwa wabunge, nashukuru. Waheshimiwa wabunge, ukiangalia klipu zile za maandamano, unaona kabisa kuna vijana ambao waliingia kwa kufuata mkumbo. Wanaimba kwa kufuata ushabiki. Hawakuwa wanajua wanalolifanya. Kwa hiyo kama mlezi, kama mama, ndio maana naelekeza vyombo vya ulinzi na usalama, hasa ofisi ya DPP, kuchuja viwango vya makosa. Na kwa wale waliofuata mkumbo, basi waseme nao kisha wawaachie waende kwa wazazi wao. Natoa msamaha huo kwa sababu hata maneno ya Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Luka sura 23 mstari wa 34 yanasema, na hapa nanukuu, Yesu akasema, Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Na sasa akaanza kuzima pengo lolote ambalo litaweza kujitokeza. Baadhi ya njia alizotumia, ya kwanza ilikuwa kuzima wanaharakati wote ambao walikuwa na msemo mkubwa kwenye mitandao nchini Tanzania. Na hilo alishirikiana na kampuni ya Meta, hiyo ambayo inamiliki Safaricom, inamiliki WhatsApp, inamiliki na baadhi Instagram, zile social media accounts. Wakaweza wale wanaharakati hawakuwa na usemi tena. Na sasa tarehe 9 mwezi wa 12, hilo ndilo siku ambayo hilo taifa lilipata uhuru wake. Na kama ilivyo desturi, hilo taifa huenda kusherehekea siku ya kupata uhuru, lakini hali si hali tena. Na kabla tuangalie hali ilivyo kwenye taifa la pili la Tanzania, iwapo labda unatutizama kwa mara ya kwanza, tafadhali bonyesha kile kitufe cha subscribe ili uweze kuwa mmoja wetu. Pia vilevile vijana walipanga maandamano ya siku ya leo. Kama ilivyo desturi, Tanzania hutumia lugha ya vitisho haswa kwa waandamanaji. Wakasema siku ya leo ni ile siku ambayo hakuna yoyote ataweza kuruhusiwa kuandamana. Kwa kudhibiti hali ya waandamanaji, hilo taifa lilitupilia mbali sherehe hizo na kasema kila mtu atasalia kwenye nyumba yake, na iwapo labda una swala la dharura unaweza lishughulikia. Ndugu wananchi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan
anapenda kuwatakia wananchi wote heri ya sikukuu ya uhuru wa Tanzania bara inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 9 Disemba. Aidha, serikali inawashauri wananchi wote ambao tarehe 9 Disemba 2025 hawatakuwa na dharura kuitumia siku hiyo kwa mapumziko, hivyo kusherehekea siku hiyo wakiwa nyumbani, isipokuwa kwa wale ambao majukumu yao ya kazi yanawataka kuwepo katika vituo vyao vya kazi kama ambavyo wataelekezwa na viongozi wao. Asante. Lakini mambo hayajaenda jinsi labda taifa la Tanzania haswa viongozi walikuwa wanatarajia. Tanzania kumewaka na waandamanaji wameshaanza kuandamana jinsi unavyoona kwenye hii picha. Sio tuonyeshe kwamba maandamano yapo. Vipi babu? Watajulikana nini? Ataenda muda ukifika. Na kitu ambacho kimeweza kunishangaza mno, huenda kuwa wanapolisi ama majeshi wamejiunga na waandamanaji, yani wanawapa ule ulinzi ambao unahitajika. Tizama kwenye hii klipu. Na si hapo tu, baadhi ya maeneo haswa kukiwa Dar es Salaam mjini kwenyewe kumekuwa tambarare. Hakuja kuwa na shughuli yoyote ya biashara ama ya uendeshaji ambayo inaendelea kule kwenye taifa la. Bado ndio siku inazidi kuendelea. So, swali langu ni je, vijana wanaweza faulu kumuondoa Samia Suluhu kwenye mamlaka siku ya leo? Ama wanajeshi wanaweza kujiunga nao ili wawezeshe wamalizie kile ambacho walianzisha kupigania ukombozi wa pili katika hilo taifa? Andika maoni yako kwenye komenti, nitasoma na kukupa jibu. Upendo na amani. And with that, guys, thank you for choosing Kenya Political Brief as your primary news platform, more so on politics. Kindly please share this video to a friend. If politics is your passion, this is the place you really wish to be. Kindly subscribe. Bye bye.